Kwamba kulikuwa na tatizo la usafiri baina ya nchi za Kiarabu na nchi zilizobaki duniani. Kwa hiyo kila nchi imechukua initiative ya kupeleka ndege kuwachukua watu wake. Kwa hiyo na sisi kama ya Tanzania, shirika ambalo ni la ndege la kiserikali, na pia tushukuru sana serikali yetu ya rais wetu Samia Suluhu Hassan ambayo imefanya kwamba hili jambo liwezekane. Tumetuma ndege kubwa ambayo kawaida huwa haiendi Dubai, huwa tunapeleka ndege ndogo Dubai, lakini kwa ajili hiyo tukapata ruhusa ya kuweza kupeleka ndege kubwa ili wachukue watu wote ambao wako tayari kurudi. Kwa hiyo tumeleta abiria 236 ambao umeona mwenyewe, kuna timu za mpira, kuna wafanya biashara, kuna watu wa kawaida, hao wote tumeweza kuwachukua kwa pamoja. Tunaangalia kwa sababu unavyojua kila baada ya muda wanatokea watu ambao wanataka kurudi. Sisi wenyewe tuna flight zetu ambazo zilikuwa na abiria. Kwa hiyo ukichanganya na wale ambao pia wana nia ya kuondoka kutokana na hali ya kivita, kwa sababu wengi walioondoka ni wasiwasi wao kuhusu hali ilivyo kule. Kwa hiyo ukichanganya yote hayo, pia tunaweza tukapeleka tena ndege kubwa kuliko kutumia ndege ndogo ambayo kawaida tunaipeleka kila mara 5 kwa sasa hivi kwa wiki. Lakini pengine experience ya Tanzania kurusha ndege kwenye anga ya kivita ikoje? Hapana, haikuwa swala la kivita, kwa sababu huwezi ukaruhusiwa kuingia bila kwamba wao wawe wamehakikisha usalama. Kwa hiyo sisi tumekwenda tukiwa tumehakikishiwa usalama, na kama umeona kwenye screen, kama wale ambao mnafuatilia flight radar, kulikuwa na ndege zaidi ya 15 za Emirates zikiondoka, kwamba hali ni nzuri. Na kama kipindi chochote sisi tuna mipangilio kwenye ndege kwamba kama kukitokea kitu chochote tunaweza aidha tukageuza au tukaenda kutua sehemu nyingine. Hata kama tungekuwa tunakaribia kwenye maeneo ambayo yana vita na kama kuna tatizo, basi tungeweza kwenda kama Muscat, Oman, pia ni mpango mojawapo yani ambao ulikuwa tayari ushapangwa kimkakati. Lakini pengine hofu ilikuwaje? Maana wengi walikuwa wanajiuliza, bwana tunaona mabomu kule lakini bado na ndio maana umeona imechukua siku zote hizi. Sababu ya kwamba tumechukua siku zote hizi na wengine wenzetu pia wamechukua siku zote hizi ni kwa sababu hiyo hiyo ya kwanza kuhakikisha usalama wa vyombo vyetu, usalama wa abiria. Hatuwezi kwenda sehemu ambapo pia ambapo kuna matatizo yani. Moja na mwisho, kuna wale ambao wanaweza wakawa wanajiuliza, hii ilikuwa ni huduma pase kwamba ilikuwa ni ndege ya bure kwa abiria wote ama ilikuwa ni ya kulipia? No, ilikuwa ya kulipia, lakini ilikuwa fare ambayo ni nzuri, ambayo we can say affordable. Kwa hiyo sio kwamba tumetengeneza biashara, hapana. Tumefikiria pia kwamba hao ni Watanzania walio wengi wanataka kurudi nyumbani, na hili ni shirika la ndege la Watanzania. Kwa hiyo kama tusipofanya hivyo tutakuwa hatuna faida kuwepo. Kwa hiyo ndio maana nimeshukuru sana serikali kwa kuzingatia hilo, na hii imetoka juu kwa Mheshimiwa Rais kuja chini kwa viongozi wetu mpaka hapa tulipofika. Na kama utaona pia kuna swala la mafuta, imebidi tubebe mafuta yaliyokuwa mengi sana kwa kuhofia kwamba labda, unajua kama utatizama ndege zinazokwenda Dubai sasa hivi, hata hizo zinazokwenda kusaidia zinaweza zikazuiwa nje ya Dubai masaa 2, saa 1. Kwa hiyo ile hofu yetu sisi pia tukabeba mafuta mengi sana ambayo yamesababisha kwamba mafuta yawe mengi na tuchukue abiria wote. Kwa hiyo pia tulikuwa na cargo zetu pia ambazo tulikuwa tuzibebe, tumeshindwa kuzichukua kwa sababu hiyo hiyo kwamba tumeona bora tuchukue abiria wote kuliko tukaanza kufikiria na mizigo na mambo mengine. Kwa hiyo nashukuru abiria wote ambao wamepangwa kuja wamekuja.